Kila tunachoweza kukiona na kukigusa kina mwanzo. Lakini muumbaji na mmiliki wa ulimwengu hana mwanzo wala mwisho. Yeye ni roho asiyeonekana wa milele, anayeweza kuwa pote wakati ule ule. Anaona na anajua kila jambo. Unalijua jina lake? Mungu ana majina mengi, lakini jina lake lililovuma zaidi ni Bwana. Kwenye lugha ya asili ya kitabu cha Mungu, jina lake ni Yahwe, yaani aliyeko, au tu mimi niko. Simulizi la uumbaji linaendelea kwa maelezo ya dunia ya asili ya mfalme. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ulikuwa wakati wa kuiandaa sayari kwa ajili ya watu. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu alifanya nini siku ya kwanza ya uumbaji? Aliamuru nuru ilichome giza. Baadaye jua liangazia nchi, lakini si kwenye siku ya kwanza. Mungu anataka tujue kuwa yeye ndiye chanzo cha nuru. Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Mungu ni msafi kama nuru, hawezi kuchafuliwa. Nuru hata ikiangaza kwenye vitu vichafu sana, iko safi. Mungu ni mkamilifu. Mungu ni mtakatifu. Ulimtambua aliyekuweko pamoja na Mungu kwenye eneo la uumbaji? Roho wake alikuweko akitulia juu ya uso wa maji. Neno naye alikuwako akizungumza. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Roho Mtakatifu wa Mungu na neno wamekuwa wakati wote pamoja na Mungu mmoja wa kweli. Ndiyo maana inaweza kusema kuhusu mfalme huyo, hata kama ni yeye pekee alikuwako, kamwe hakuwa peke yake. Kwa siku 6 zenye utaratibu, mfalme aliumba ulimwengu mzuri ajabu. Mungu alisema tu, na maajabu yaliyobuniwa kikamilifu yakatokea. Siku ya kwanza Mungu alisema, na iwe nuru. Na ikawa nuru. Siku ya pili Mungu aliumba mazingira ya dunia na mbingu ya bluu tunayoiona na hewa isiyoonekana tunayovuta. Mungu akalibuni anga likiwa na mchanganyiko thabiti wa gesi zinazolinda uhai kama vile oksijeni na nitrojeni.